Viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda wametia saini makubaliano ya amani yenye lengo la kumaliza mzozo wa muda mrefu katika eneo hilo katika mkutano ulioandaliwa na Rais wa Marekani Donald Trump mjini Washington. Kabla ya mkutano huo, kulikuwa na kuongezeka kwa mapigano katika eneo lenye utajiri wa rasilimali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya vikosi vya serikali na waasi wanaoaminika kuungwa mkono na Rwanda. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo liliwashutumu wapinzani wake kwa kujaribu kuhujumu mchakato wa amani, lakini waasi wa M23 walisema jeshi lilifanya mashambulizi ya kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Mwanzoni mwa mwaka huu, kundi la M23 waliteka maeneo makubwa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mashambulizi ambayo yalishuhudia maelfu ya watu wakiuawa na wengine wengi kulazimika kuyahama makazi yao. Mwanzoni mwa hafla hiyo katika taasisi mpya ya amani ya Donald J. Trump iliyopewa jina jipya, Trump alisema sherehe za amani ni siku kuu kwa Afrika na ulimwengu. "Nina imani kubwa na viongozi wote wawili," Trump aliongeza. "Tutatimiza ahadi hizi. Najua wataziweka na kufuata makubaliano na kuunda mustakabali mzuri zaidi kwa watu wa nchi zao." Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame mara kwa mara wamekuwa wakishutumiana katika miaka hivi karibuni, kila mmoja akimtuhumu mwenzake kuanzisha mzozo huo. Trump aliwataka mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo mbili kutia saini mkataba wa amani mwezi Juni na kuusifu kama ushindi mtukufu. Tshisekedi na Kagame sasa wameidhinisha pamoja na viongozi wengine kadhaa wa Afrika waliohudhuria hafla hiyo ya utiaji saini, wakiwemo wale wa Kenya, Angola, Burundi na Togo, pamoja na makamu wa rais wa Uganda. Kagame alieleza mtazamo wa Trump kama wa kimantiki na akasema kwamba matokeo yake, "Tunayo njia iliyo wazi na inayofaa zaidi ambayo tumewahi kuwa nayo." Tshisekedi alielezea shukrani kubwa na matumaini ya wazi, wakati huo akisema anatumai Rwanda itaheshimu barua na moyo wa mpango huo. Mawaziri wa mambo ya nje wa Katari na UAE pia walihudhuria kama vile waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Kundi la M23 alikuwepo. Linafanya mazungumzo na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mchakato sambamba wa amani unaoongozwa na Qatar. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.